Haya wapendwa ndugu zangu, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe. Ni jioni nyingine njema Mungu ametupatia kwa ajili ya kujumuika pamoja, kwa ajili ya kusemeshana, tuweze kupata neno ambapo tunaweza kuizungumzia katika jioni wa leo. Naamini ya kwamba utabarikiwa na mimi pia nitabarikiwa. Leo jioni wa leo nimepata tena fursa kujumuika na wewe katika hii jukwaa la suluhisho wa maisha, Solution Center for Christians. Nimeanzisha hii jukwaa. Hii jukwaa sio kanisa. Ni jukwaa ambayo nimeanzisha kwa ajili ya kuleta pamoja wandugu na madada walio na maono ama wamepata ufunuo wa neno la Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu tunajua kwamba Roho Mtakatifu bado yuko kazini na neno la Mungu bado linazidi kufunuliwa na linazidi kupatikana na linazidi kutolewa katika njia mbalimbali. Basi nakukaribisha katika hii jukwaa uwe pamoja na mimi. Nachukua tena fursa hii kushukuru tena Mungu kunipatia tena fursa nyingine kukutana na wewe. La pili, nachukua tena fursa hii kwa ajili ya wewe mtazamaji wangu uliangalia toleo letu la mwanzo ambayo nilikuwa nimeandika ya kwamba matoleo part 1 ambayo tuliongelea kuhusu zaka. Ikiwa uliangalia, naomba bado tena uirudie na uirudie. Kwa wale ambao waliangalia, nasema ni asante. Mungu awabariki. Nitakuja tena na part 2 katika jioni wa leo. Nasema tena ni asante katika wale ambao walitoa maoni yao mbalimbali. Inakubalika kwa sababu katika kila neno lazima tupate wanayokubaliana naye na wanayokataa. Lakini naomba zidi tena kuirudia na kuirudia kusudi Mungu aweze akakutumikia. Jioni wa leo tunaenda kusungumuzia part 2 ambayo leo tutaangalia ni sadaka gani ambayo inapendeza Mungu. Lakini kabla sijaenda katika hiyo mara, jambo ambayo imenisumbua roho sana na mawazo yangu, nimekuja kugundua kutokana na matoleo part 1 walioangalia na wale ambao wengine tunafanya nao kazi, tunajumuika, tuna change ideas, tuna change mazungumzo. Nimekuja kugundua ya kwamba asilimia 80%, asilimia 80 ya Kenyans hawasomi Bible. Hii ni jambo ambayo inafaa tuivalie junga na tuiweze kuifanya bidii. Kila anayeenda katika kanisa, ndugu yangu, dada yangu, usimtegemee pastor peke yake. Biblia usungumuza na wewe. Nimepata kuelewa hili jambo kwa sababu watu wengi wanasema, mimi sijali, sitaki kujua pastor atafanya nini na pesa yangu. Nikishatoa pesa yangu katika kanisa, sitaki kujua imefanya nini. Be it pastor atakula ama hajakula, sitaki kujua kwa sababu nimemtolea Mungu. Na kuambia ya kwamba ukiweza kusoma neno la Mungu, utajikuta ya kwamba kile unayoifanya haikufanywa miaka zilizopita 2000 ama 1000 na kitu nyuma yake. Tunapata kuelewa ya kwamba mitume wa mwanzo, apostles, baada ya Yesu Kristo kufa na kuenda, na baada ya hao kujazwa na Roho Mtakatifu, kulikuwa na system ambayo ilianza ambapo wapendwa walikuwa kiuza vitu zao na wakilete katika jumuika katika hekalu kwa ajili ya kuhudumia wajane na watu mbalimbali walioko na shida mbalimbali. Tunapata hii katika Acts of Apostles chapter 2 verse 44 to 45, na tunaipata katika Acts of Apostles, matendo ya mitume chapter 4 verse 32 to 36, ya kwamba watu walikuwa wakiuza vitu zao na walikuwa wakileta miguuni ya apostles, na hii pesa ilikuwa ikigawiwa wale wajane, mayatima, wasiokuwa na kazi, waliokuwa na shida mbalimbali. Basi kuna jamii moja ambaye hawakuwa wanapata migao yao. Wayahudi, Wayunani walikuwa wamama wajane. They complained about it na wakasikizwa, na ikafanya mitume apostles wakaamuru ya kwamba kutengenezwe Council of Elders. Hapo ndio Council of Elders ilianzia, na wakaamuru ya kwamba ichaguliwe watu ambaye wako na roho ya Mungu imeanguka ndani yao, iko ndani yao. Utapata hii kitu katika Acts of Apostles, vile hawa mama walilalamika na wakasikizwa katika Acts of Apostles chapter 6 verse 1 to 2. Matendo ya mitume chapter 6 verse 1 to 2. Vile hawa mama walilalamika, na ndiyo mtumishi Stefano akachaguliwa kwa sababu roho ya Mungu ilikuwa juu yake, na akawa mkuu wa hiyo kitengo. Wakaangalia vile hii pesa itagawiwa watu. Kama wale watu wa miaka zile hawakuwa na masomo, hawakuwa na kuelewa kokote, walilalamika na hali yao ikasikizwa. Leo hii wewe umesoma, umefika mpaka university, uko na uwezo wa kusoma Biblia. Neno kama hii uwezo ukasimama naye kujua hali ya pesa ile ambayo unatoka katika kanisa yako inafanya kazi gani. Ndugu yangu, tumepotoka. Tumedanganywa kwa sababu tumeshikwa mateka
Tumekuwa mateka katika watumwa wanaojiita watumishi wa Mungu. Na ndio sababu Bible inasema katika Isaiah chapter 5 verse 13 na 14 ya kwamba watu wangu wameshikwa mateka. Hakika tumeshikwa na mateka katika hali ya ajabu katika Ukristo wetu. Hakika ndugu yangu, na kusii, inuka. Wakati ni sasa. Wakati ni sasa kwa ajili ya kutumikia Mungu katika njia inayoeleweka, katika njia inayomfurahisha Mungu, na matoleo zetu jinsi wa ndugu zetu walipokuwa wakifanya kwa wakati ule. Mwenyezi Mungu asema ya kwamba neno la Mungu lasema tusidanganyike. Mimi ni Mungu, sidhihaki. Unachopanda ndicho utakachovuna. Amen. Na anasema kwamba ukipanda kwa mwili utavuna uharibifu, na ukipanda kwa roho utapata uzima wa milele na milele. Tunapata hii katika Galatians 6 verse 7 to 8. Galatians chapter 6 verse 7 to 8. Je, ikiwa sisi tunapanda, na anasema kwamba tukipanda kwa mwili, elewa, tunavuna uharibifu, na tukipanda kwa roho tunavuna uzima wa milele na milele. Na anasema yeye ni Mungu, hadhihakiwi, na wala tena tusidanganyike. Mbona basi tunapanda kila wakati? Na unapata watu wengi hata wanapoenda katika kanisa, ukiangalia hali yao, they have lost hope. That is why unapata mtu katika kanisa anaomba, analia, anatoka machozi, anatoka makamazi. He has lost hope. Watu wanatoka kwa kanisa na wanaenda kando ya wale wenye wako na magari wakiomba chakula na wanatoa. Mbona basi inakuwa kama Mungu hadhihakiwi? Kwani hii sadaka yao mbona haikubaliki? Tunapata kuelewa ya kwamba hata katika Biblia Yesu alizungumzia hii jambo. Alisema kuna wengine walipanda mazao yao kando ya barabara na ikakanyagwa. Kuna wengine walipanda mazao yao juu ya mawe. Ilipofikia wakati wa kumea, ilikosa rutuba kwa sababu ilikuwa juu ya mawe. Kuna wengine walipanda mazao yao juu ya miba, na kuna wengine pia walipanda mazao yao palipokuwa sawa. Tunaipata katika Luke chapter 8 ukisoma from verse 5 to 8. Kwa hivyo ndugu yangu, na kusii, jioni wa leo tunataka kujifunza mapenzi ya Mungu kuhusu kutoa. Kuna mapenzi ya Mungu katika kila jambo. Kuna mapenzi ya Mungu katika kila jambo. Mapenzi ya Mungu ni nini kwa kutoa? Anasema mapenzi ya kwanza ni kutafuta ufalme wa Mungu. Anasema mtafuteni mwanzo ufalme wangu, number 1, na haki zake. So kuna kutafuta ufalme wa Mungu na haki zake. Hiyo ndio kitu ambayo inamfurahisha Mungu ama inampendeza zaidi Mungu. Tunaipata katika Matthew chapter 6 verse 33. Anasema mnitafute mwanzo, tafuta mwanzo ufalme wa Mungu na haki zake, na everything, chochote unayotaka katika maishani mwako utapata, utazidishiwa. Hiyo ni neno la Mungu. Mwanzo amesema yeye ni Mungu, hadhihakiwi wala tusidanganyike. Na chochote tunayopanda kwa mwili tunapanda kwa uharibifu, na chochote tunayopanda kwa roho tunapanda uzima wa milele wa milele. Na anatuambia tena ya kwamba tutafute ufalme wake na haki zake zote, na vyote tunayotaka. Unapotaka watoto wako wapite katika elimu, ufalme wa Mungu na haki yake mwanzo. Unataka ndoa safi, ufalme wa Mungu na haki zake. Unataka kukua tajiri katika hali yako, ufalme wa Mungu mwanzo na haki zake. So let us seek first the kingdom of God and his righteousness. Na vitu vyote tunazozitaka tutapata. Je, tunatafutaje ufalme wa Mungu? Kwa sababu leo nataka ndugu yangu, tutakapomaliza hii mjadala, nataka ujue sadaka inayoenda kupitana na mapenzi ya Mungu ni gani, ndio uweze kubarikiwa, niweze kubarikiwa pia. Tutatafutaje ufalme wa Mungu? Anasema katika John 15 verse 16 to 17. Yesu Kristo anasema ya kwamba nyinyi hamkunichagua mimi, bali mimi niliwachagua kusudi muweze kuzaa matunda na zikae. Elewa hapo, uzae matunda na zikae. That is verse 16. Then verse 17 anasema, lakini nawaamuru, I'm commanding you, nawaamuru mupendane. These two factors, na nilikuchagua uzae matunda na kuziweka,
na ninakuamuru mpendane. Hii ndiyo njia ya kipekee ya kuserve kingdom service. Kingdom service. Tafuta mwanzo ufalme wa Mungu na vyote utaongezewa. So wewe ulipookoka umekuwa ni miti, na lazima uzae matunda zako. Matunda zako maana yake ni ya kwamba kuenda kutoa watu walio katika giza, because tunatumikia falme mbili. Kuna falme ya giza na kuna falme ya mwangaza ambayo ni ya Mungu. Amen. Sasa hii falme ya mwangaza ni juu yako wewe ukiwa miti. Kuzalisha ina maana uende utoe watu katika giza na uwalete na uwafanye waweze kudhibitika katika neno la Mungu. To make them wadhibitike, wazidi kukaa katika neno. Hiyo ndio maana ya nimekuchagua. You are a chosen of God. Once you are born again, hukuzaliwa pengine kama umeokoka. Kuna mtu alitumika kwa ajili ya maisha yako kukufanya uokoke, ili kusudi na wewe pia ufanye mwingine na mwingine aweze akaokoka. Amen. Na ukimfanya yule mtu aokoke na umdhibitishe katika neno la Bwana, hiyo ndio kitu cha kwanza. Then la second anasema tupendane. Lakini anasema tukisha dhibitisha mtu mazao yako, chochote utakayoomba kupitia kwa jina la Mungu, kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo utapatiwa. So juhudi lako kulete mtu katika kutoka falme ya giza na kumdhibitisha katika kingdom ya Mungu, na anything you want in your life you'll get it, my dear friend. So this is how to serve the kingdom of God. Then tupendane. This is a commandment. Tupendane. Lakini ndugu yangu, nakwambia, how do we know ya kwamba ni sadaka gani Mungu anapenda? Sadaka yenye Mungu anapenda ni wewe kulete mtu kutoka katika giza na kumlete katika mwangaza na kumdhibitisha. But hii inaweza fanyika tu ukiwa na upendo. Tunapata katika Luke chapter 15 verse 7. Anasema Mungu ya kwamba mtu mmoja akiokoka, bingu nzima, the entire bingu, usimamishwa kazi zote ikisherekewa kwa kuokoka kwa mtu mmoja. Ina maana Mungu tangu mwanzo tunaelewa alikuwa akifurahishwa na matoleo. Wakina Nuhu walitoa na ilimfurahisha Mungu mpaka ikamfanya akasema ya kwamba hata haribu ulimwengu tena kupitia kwa maji. Wakina Abraham alitoa mwanake wa kipekee Isaac na ilimfurahisha Mungu mpaka Mungu akaahidi baraka za ajabu. Je, ikiwa leo umeleta mtu mmoja katika uokofu na Mungu asimamishe bingu nzima, Luke 15 verse 7, wakisherekea kuletwa kwa huyo mtu, ina maana this is the greatest sadaka ambaye inafaa siku hizi tumshughulikie tukiletea watu, tukiletea Mungu. Hivyo ndugu yangu, sadaka inayomfurahisha Mungu ni kwa ajili ya kulete mtu kutoka katika giza na kumweka katika ufalme ya mwangaza. Na tumeipata hiyo katika Luke 15 verse 7. Tunaelewa huwezi kumdhibitisha hii mtu kama una pesa zako. Hapa ndio pesa zako zinahitajika kutumika. Na nitakuexplainia leo jinsi utakavyotumia pesa yako kudhibitisha watu katika ufalme wa Mungu. Tunaelewa story ya mkuhani na Mlawi na Msamaria mwema. Mlawi alikuwa akienda kanisa kama kawaida yake. Na jinsi tulivyojifunza kutoka katika matoleo part 1, tulipata ya kwamba Mlawi ndiye alikuwa na haki ya kupokea fungo la 10. Na yeye pia alikuwa akitoa fungo la 10 kwa ajili ya kwa mkuhani. Kwa hivyo huyu Mlawi siku hiyo alikuwa akikimbia amebeba sadaka yake na fungo la 10 alikuwa akienda kanisani. Na tunapata pia mkuhani pia alikuwa akielekea kanisa akiwa mbio kweli kweli. Lakini ajabu ya kwamba kuna mtu alipigwa na majambazi usiku kukikucha hiyo siku yao kwenda kanisa. Na walimpita hiyo mtu, hawakumshughulikia. Lakini Msamaria mwema alipokuja, aliguzwa na injili zile mtu aliumizwa. Na alichukua yule mtu akampeleka katika nyumba ya kumuhifadhi na wakamweka pale. Akaambia wale watumishi wa ile nyumba ya kwamba mumweke, kesho nitakaporudi
nitarudi kama kuna pesa nimewawachia haitasitoshea, nitakuja kuwaongezea. Yesu Kristo aliuliza, kati ya hao watatu nani aliyekuwa bora? Tulipata ni Msamaria. Elewa, Msamaria hakuwa ameokoka. Mara pili hakuwa ametahiri, na Wayahudi walikuwa na udharau sana mtu mwenye jatahiri, lakini mbele ya Mungu alikuwa mwema kuliko mkuhani pastor wa leo. Alikuwa mwema kuliko mwenye anaenda kanisa, wewe ndugu yangu pamoja na mimi, kwa sababu hawakujali mwenye alikuwa ameumia. Tunaipata katika Luke chapter 10 from 25 to 37. Utapata hiyo historia hapo. Je, ndugu yangu, unapotoka asubuhi unaenda kanisa, kuna jirani yako, bibi yake ama bwana yake amelazwa hospitali, and you are taking your offerings and sadaka zako unapeleka katika kanisa, ni vizuri. Lakini yule mtu pengine amekosa dawa katika hospitali, unafanya nini kusaidia hii familia at least wa feel tuko na jirani mwema? Lakini unangojea ukishatoka kanisa utauliza huyu bwana, bibi yako umemwacha vipi? Nimemwacha leo, hali yake at least naona iko sawa. Mungu atamsaidia. Imani bila matendo ni kazi bure. Pesa zetu tutumie kwa ajili ya kudhibitisha watu katika neno na kusaidia wasiokuwa nayo. Tusaidie waliokuwa katika dhiki. Biblia inaniambia katika James chapter 1 verse 27 ya kwamba kanisa safi yenye Mungu Yesu ametuachia ni hili: kujiepusha na dhambi. La pili, kutembelea wagonjwa katika hospitali, kusaidia wajane, kusaidia mayatima, kwenda kutembelea wenye wamefungwa katika jela na walio na shida mbalimbali. That is the cleanest, the holy church yenye Yesu ametuachia. Unapopeleka pesa yako katika kanisa na kuna watu ambayo wanahitaji msaada yako, you are wasting your time. Basi tuwe watendaji wa neno. Ndugu yangu, kuna watu ambayo wanaumia katika genge la pombe. That money you are taking as tithe and offerings, you can use 700 to kodesha nyumba. You can use 2000 kununua mattress. Anza kubadilisha maisha yule mlevi kwa ajili ya kuweka ile nyumba na mattress. Akianza kulala pale with pole, kwa sababu ushaanza kumteka vile ile Msamaria alifanya, utambadilisha pole na atakuja katika ufalme wa mbinguni, and the entire heaven itakuwa ikicelebrate kwa sababu ya wewe. Ndugu yangu, nasema ni asante. Basi swali Yesu Kristo anasema nini kuhusu maishani mwetu? Yesu Kristo anasema nini kuhusu hatima yetu siku ya mwisho? Ukisoma Matthew 25 from verse 31 to 40, anasema kwamba siku ya mwisho kutakuwa na watu group mbili. Kutakuwa na watu ambao wameitwa wa kondoo na kutakuwa na watu ambao wamewekwa katika kitengo cha mbuzi. Wale ambao wamewekwa katika kitengo cha kondoo, Yesu Kristo na Mungu anasema ya kwamba atawaambia ya kwamba tangu mwanzo, kabla hamjazaliwa, ufalme ulikuwa ni wenyu, kwa kuwa mlinivisha nguo nilipokuwa uchi, mlinipa chakula nilipokuwa sina chakula, mlinitembelea katika mahospitali, mlinitembelea katika jela, mlinijali wakati nilikuwa na changamoto mbalimbali. Ndipo ndipo kutakuwa na mwerevu atakayemuuliza Mungu, mbona Bwana sikukuona ukiwa uchi, sikukuona ukiwa na njaa, sikukuona umekosa school fees, sikukuona ukiwa na changamoto hizi ambazo tunazielewa? Mungu atamjibu, kwa kuwa yule mdogo uliyempita na kumwacha ndio ilikuwa ni mimi. Kwa hivyo ndugu yangu, kinachotakikana saa hizi, the kingdom service ambaye Mungu ametuachia, usiwache jirani yako akapata shida. Usiwache jirani yako anahangaika. Usiwache jirani yako anakosa school fees. Usiwache jirani yako anakuwa na changamoto mbalimbali, and you take the entire money which you call your tithe and your offerings, unaipeleka katika kanisa. You are wasting your time. Siku ya mwisho haitakufaa. Basi ndugu yangu, na tumia Bible yako na uweze kupata ukweli. Kinachotakikana ambaye Yesu ametuachia ni upendo. Na ukiwa na upendo, hakuna vile jirani yako atapata shida na ukose kuingia katika hiyo shida lako. Ndugu yangu, na hii pesa unayopeleka katika kanisa sio mbaya, lakini ikiwa kanisa yako haishughulikii hizi mambo ambapo nakwambia, you are wasting your time.
Anasema ya kwamba mimi ni Mungu, sidhihakiwi wala sidanganyiki. Lakini unapopanda kwa mwili utavuna kwa mwili, lakini unapopanda kwa roho utavuna uzima wa milele. Jiulize, masadaka yako, matoleo yako, tithes zako, unazipanda kimwili ama unazipanda kwa roho? Basi nina swali kwako ndugu yangu. Siku utakapokufa, atakaye kuja kwa matanga yako ni nani? Utakapomeza pamba mwenzangu, umeweka katika ndani ya mbao, katika sanduku, atakaye kuja katika matanga yako ni nani ndugu yangu? Ni swali ambapo nimewahi kujiuliza. Leo nimekuuliza hiyo swali uweze kuitafakari. Najua ndugu zako watakuja because they are your brothers. Kwa wakina mke wako watakuja because umeoa dada yao. Kwa wakina mashemeji yako pia watakuja because wewe ni ndugu ya bwana ya mabibi zao. Wale unayofanya kazi pia watakuja kwa sababu pengine wanataka kuenda kuona vile watu wanazikana huko kwenye hawajaona. Lakini je, kuna mtu mmoja atakaye simama kando hiyo sanduku ambaye sio jirani, sio mnafanya naye kazi, sio familia yenu, lakini atasimama akisema ya kwamba huyu mwenye amelala hapa ndani, huyu mwenye ameuma hii pamba, kama si yeye maisha yangu haingebadilika? Je, kuna mtu aina hiyo katika maishani mwako? Because Biblia inaniambia katika Mark chapter 8:36, itakufaidi nini kupata ulimwengu nzima na upoteze nafsi wako? Inakufaidi nini? There's madness in our religion right now. You get there's somebody having 10 cars katika boma yake, lakini kuna machokorao anawapita kutoka kila asubuhi anapotoka nyumba yake. 10 cars inside your home, and on every Sunday you go to church. My friend, this is part of madness in our society. What do you do with 10 cars? Kama sio pesa ya uwizi umeiba pahali, you just evade paying tax. Please. Kumbuka ya kwamba ulimwengu tumekuja na tutatoka, tutaiwacha bila chochote. Badilisha mawazo yako na roho yako. Kuwa mfadhili katika maisha ya ndugu yako. 1 Timothy verse 6:7-8 inasema ya kwamba kwa maana hatukuja na kitu duniani na tutatoka bila kitu, ila tukiwa na chakula na nguo yatufaa maishani mwetu. Ndugu yangu, you have enough food in your house. Uko na nguo mingi ambapo hata saa zingine kuvaa nguo inakutatiza. Kuna watu kuvaa nguo katika maishani mwao inawachukua 30 minutes. Kuna watu katika maishani mwao hata kuenda na ile gari ambayo tena inamsumbua. Ndugu yangu, kumbuka kuna ndugu yako hana nguo. Umkumbuke katika jioni wa leo baada ya kupata hii mswali. Kuna mama hapo kwenyu ni safi, bwana yake alikufa, tunajuana vile tunatoka katika ile familias. My friend, just send 1,000 to the teacher every month, ilipie mtoto wa huyu mjane school fee. Badilisha maisha ya kwenyu. You will never change the maisha ya kwenyu kupitia katika kupeana fungo la 10. Tunajua saizi Turkana watu wako na njaa, and we have over 4,000 10,000 churches in Kenya. If you ask even your church ambayo unaenda, kama wako na branch Turkana, they don't have it. Because in Turkana hakuna sadaka, hakuna fungo la 10. They are only in Nairobi and Mombasa and Kisumu and these towns, Eldoret. Why? Because there is ready money there. Ndugu zetu wa Turkana wanakufa. If we have over 20 million people taking lunch of 50 shillings per day, that is over 1 billion. We can change the situation in our country by starting to be people ambayo wako na roho ya kujali mwenzetu. Yesu Kristo alitukufia, hakujikufia yeye mwenyewe. Alitukufia kwa ajili ya dhambi zetu. Ndugu yangu, na kusii, kumbuka ndugu yako aliye katika shida. Fikiria Turkana wanakufa. It is not because we don't have churches in our country. We have enough churches. Lakini saa hizi tutaita wazungu. Hata last time niliona mzungu akiwa Samburu, anaingia katikati ya vichaka, anatafuta wanawake wenye wako na mimba. Hakuna hospitali Samburu. But we have churches in our country. Big churches. We can make this country to change. They can even take big hospitals in Samburu. In Turkana, they can change that situation there. But they cannot go and open churches in Turkana because of what? Because there is no money. Hakuna sadaka Turkana. Hakuna mwenye atalipa kitu Turkana. Ndugu yangu, fungua mawazo yako. Fungua mawazo yako. Saidia watu wenye wako na shida.
Saidia watu wenye wanakuhitaji. Saidia jirani yako. Nenda katika hospitali, nenda katika jela. Kuna mtu amefungwa jela ambaye hajafanya makosa yoyote, anakuhitaji katika maishani mwake. Ndugu yangu, najua ya kwamba tumefaidika jioni wa leo. Next week, every Wednesday nitakuwa nikilete part 3. Part 3 next week nitakuletea kuvunja madhabahu. Mapastors wametumia kuvunja madhabahu kuibia watu na kulagai watu. Nitafundisha kuhusu kuvunja madhabahu. On Wednesday utaipata. Every week utakuwa ukinipata. Kwa hivyo ukiniwatch last time, umewatch matoleo part 1. Leo matoleo part 2 ni kukufundisha ni nini utafanya na sadaka yako na umuhimu yake. Matoleo part 3 itakuja next week, nitafundisha kuhusu kuvunja madhabahu. Matoleo part 4 nitafundisha ile wiki nyingine kuhusu kutoa nadhiri na prophetic offering. Then nitakuja kufundisha kuhusu wewe kujijua wewe ni nani ndani ya Kristo. Nashukuru kwa kuwa umenipatia nafasi na umeniwatch na umenisikiza. Ukitaka kunipata kwa majina, naitwa Kennedy Ojunga Nyangacha, nimeokoka, niko sehemu za Mombasa. Ukitaka kunipata kwa Facebook, andika Kennedy Ojunga Nyangacha, utapata mjamaa mwenye anasukuma maji. Hiyo ni mimi. Natumikia Mungu kupitia katika hiyo hali. Ukienda hapo utanipata hapo. Ukienda katika YouTube, andika Kennedy Nyangacha. Nyangacha, not Nyangacha, Nyangacha with no apostrophe. Utanipata katika YouTube. Ukijua kwa WhatsApp pia utanichukua katika hii namba 0711152950. Narudia 0711152950. Na ninaamini ya kwamba tumebarikiwa. Nahitaji comment yako. Nahitaji unirekebishe. Nahitaji uniambie pale sijasema sawa. Mimi ni binadamu, lakini natumia Bible ambayo ni neno la Mungu. Tubarikiwe, tukutane next week Wednesday kwa ajili ya mjadala kuvunja madhabahu. Asanteni.